الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنه لقد فاز المتقون، كما قال تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kuweza kutukutanisha leo pia katika msikiti huu, Masjid Sabirin, katika Ijumaa nyingine, bila kuwa tumetanguliza chochote kwa Allah tabaraka wa taala, kama ni sababu ya kutufanya tuendelee kuwepo mpaka leo, kwani huenda kuna baadhi yetu Allah aliwawafikisha kuweza kuidiriki Ijumaa iliyopita, lakini leo haikuwa bahati yao kuwa hai. Kwa hizi ni fadhila za Allah kwa waja wake, na kuendelea kuwaacha, kuwapa muhula, huenda wakatubia katika mabaya waliyofanya katika mgongo huu wa dunia. Pia baada ya kumtakia swala na amani mtume wake ambao wametumwa kwetu, mtume ambaye jambo lolote ambalo lilikuwa ni sababu ya mwanadamu kuweza kupata radhi za Allah na kuingia katika pepo ya Allah, isipokuwa jambo hilo aliwafundisha umma wake. Lakini pia kuna lolote ambalo ni sababu ya mwanadamu kupata hasara katika uhai huu na kesho akhira, isipokuwa mtume huyu alitahadharisha jambo hilo. Swala na salamu zimuendee pamoja na sahaba wake waongofu na wale wote watakaofuata mwenendo wao mpaka siku ya kiyama. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala tujalie kuwa miongoni mwao. Ndio katika imani, hotuba leo tutazungumzia mbali kidogo jambo ambalo huenda miongoni mwetu tunahitajika kulifanya, lakini tunaendelea kujipa muda, na masiku yanakwenda, miaka inakwenda, na maharibiko yanazidi kutokea. Anasema Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake kitukufu: fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah anaeleza katika kitabu chake kuwapa muongozo waja wake, hasa ambao ni Waislamu, kwamba oeni miongoni mwa mnaowapenda wanamume waende kuwaoa wanawake miongoni mwa watakaowapenda. Lakini maelekezo ya Allah kaanza kutaja idadi ambayo ametoa ruhusa kwa Muislamu au wanadamu kutekeleza. Akasema Allah tabaraka wa taala: mathna wa thulatha wa rubaa, oeni yenye Waislamu wanawake wawili, oeni nyinyi waumini wanawake watatu, au oeni wanawake wanne. Haya ni maelekezo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyatoa kwa waja wake. Kama tunavyofahamu kwamba idadi ya wanawake iko kubwa na wengi wao hawajaolewa, lakini pia wanamume wako wengi pia, lakini wengi hawajaoa, na wale waliooa wengi wameishia kwa mwanamke mmoja.
mpaka inafikia hatua mtu mpaka inafikia katika uzee anazeeka na mke mmoja mpaka Allah anamchukua akiwa na mke mmoja. Si jambo baya, lakini kwa mtu mwenye uwezo wa kuongeza kuoa mwanamke zaidi ya mmoja na kuwa amefanya jambo zuri zaidi, kama alivyoanza Allah tabaraka wa taala. Kaanza na wanawake wawili, mathna, watu waoe wanawake wawili, wa thulatha wa rubaa. Kisha Allah mwisho akasema fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ikiwa wewe unaogopa, unachelea kwamba hutakuwa mwadilifu, basi wewe mwanamke mmoja. Na kama unajiamini unaweza kufanya uadilifu baina ya wanawake, basi uoe wanawake wawili, watatu mpaka wanne, ili kuweza kuwastiri wanawake ambao wako majumbani. Na hii inatokea, inafikia hatua kuna wanawake wengi ambao inafikia mpaka anafikisha miaka 25, miaka 30 hajaolewa. Hili ni jambo baya kabisa na jambo ambalo halipendezi kwa Muislamu ambaye anamwamini Allah tabaraka wa taala na anaamini kuwa kuna siku ya mwisho, ashinde kukubali kustiriwa kwa kuhofia eti yule mwanaume anayekuja kumuoa mathalan kisha oa wanawake wawili au wanawake watatu au kisha oa mwanamke mmoja anakuja kuoa pili. Jambo hili halifai kwa Muislamu kuchagua miongoni mwa sababu kama hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kufungamana na kauli ya Allah tabaraka wa taala pia na yeye alitoa maelekezo yake, na maelekezo yake yalikuwa yanawaelekea sana vijana. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu wija'u. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwaambia vijana, enyi kundi la vijana, enyi kundi la wavulana, yoyote miongoni mwenu ambaye ataweza, atakuwa na uwezo, albaa, wanawachuoni Allah tabaraka wa taala wahifadhi na warehemu waliotangulia wameelezea baa ni nini, ambayo imetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza ambalo linamaanisha baa ni quwwatul infaq, mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuhudumia mwanamke, malazi, mavazi, akiumwa na mambo mengine ya huduma za nyumbani, yale mambo ambayo ni ya muhimu. Lakini pia baa ni quwwatul jimaa, uwezo wa kimwili mwanaume kuwa nao. Mwanaume yoyote ambaye ana uwezo wa kimwili na uwezo wa kiuchumi ambao anaweza kumhudumia mwanamke, yatakikana mwanaume huyu aoe. Kwa vijana wamehamasishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vijana ndio watu wenye nguvu, vijana ndio watu wenye matamanio makubwa. Hili linakuwa linawalenga wao zaidi kuliko watu ambao tayari washafikia utu uzima. Kuna baadhi ya watu Allah tabaraka wa taala waongoze, wao wanafikiri kwamba kuongeza idadi ya wanawake, kuongeza idadi ya wake mpaka kuna umri fulani ufikie. Jambo halijakaa hivyo. Allah tabaraka wa taala akatoa ruhusa kwa wanaume wote kwa ujumla. Kikubwa ni mtu kuwa na uwezo kwa yale ambayo yametajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, quwwatul jimaa na quwwatul infaq. Mtu akiwa na uwezo wa kufanya hivyo, si lazima awe amejenga nyumba nyingi, si lazima awe ana mali nyingi, lakini ana uwezo, yatakikana kuoa tena zaidi ya mwanamke mmoja, oe wanawake wawili au watatu au wanne. Haya ni maelekezo ambayo dini yetu ya Uislamu imetuelekeza, na tunafahamu ya kwamba fitna, mitihani ambayo inatukumba huko katika miji katika mitaa tunayopita, katika maeneo tunayoishi, ni mitihani mikubwa mno. Ndio maana ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo nimetoka kuitaja, amesema kuwaambia vijana, mwenye uwezo miongoni mwenu nyinyi vijana aoe. Kijana una uwezo kupata 200, oa. Inakuwaje mtoto wa kiume umefikisha miaka 25 lakini bado una fikra za kuoa? Kiambiwa oa bado nini? Kuna baadhi ya watu Allah tabaraka wa taala waongoze wao, inawezekana mtu anafikia hatua mpaka anaweza akaishi na mwanamke akazaa naye mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne na kuendelea. Lakini ukimwambia Sheikh ushaoa, huyo bado, yule ni mzazi mwenzangu tu. Kwa nini uoe? Bado unajipanga nini? Mwanamke yuko chini yako, nguo unanunua wewe, chakula unanunua wewe, akiumwa ni wewe, kila kitu. Unasubiri mwezi wa Ramadhani umrudishe kwao. Hii tabia ni chafu, tabia hii haipendezi kwa Waislamu kuwa nayo.
Kwa mtume akawaambia vijana, oweni. Yeyote ambaye ana uwezo aoe, usisubiri kuwa na kipato kikubwa. Na masala ya kipato kama kipato, Allah mwenyewe kisha ahidi atakupeni. Allah anasema katika Qur'ani, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ikiwa watu wanaoa lakini uwezo wao ni mdogo wa kiuchumi, Allah atawapa fadhila, atawapa utajiri kwa fadhila zake Allah tabaraka wa taala. Faida ya aya hii ni kwamba miongoni mwa sababu za mtu kuongezewa kipato chake, miongoni mwa sababu za mtu kufunguliwa riziki na Allah tabaraka wa taala ni kitendo cha mtu kuoa. Kioa mwanamke wa kwanza, Allah anakutanulia katika riziki yako. Ukiongeza wa pili, Allah anatanua. Ukiongeza wa tatu, Allah anafungua. Hiyo ndio desturi ya Allah tabaraka wa taala. Najibu ni dogo tu kwa wale ambao wanashubha kama hizi kwamba mimi sina uwezo. Binti ambaye yuko kwao kumhudumia wewe, anahudumia na baba yake. Na yeye hajihudumie yeye mwenyewe, sio kama yeye aenda kutafuta ili apate pesa ya kula, hapana. Baba yake ndio anamnunulia nguo, anamnunulia chakula, anaishi katika nyumba ya baba yake. Yule binti ana riziki yake, si kama baba yake, ile riziki ni ya kwake yeye direct. Ile riziki anayomhudumia mtoto wake ni riziki ya yule mtoto, lakini kwake inakuwa ni njia tu ya kupitia. Kwa hiyo ikitokea anakuja kuolewa, maana yake ile riziki ambayo ilikuwa inapitia kwa babake itahama. Kwa hiyo itapitia kwa yule mwanamume ambaye kamuoa. Kila mtu anakuja na riziki yake. Ukioa mke wa kwanza anakuja na riziki yake ambayo ilikuwa inapitia kwao, itapitia kwako. Ukioa pili hivyo hivyo. Ni kama vile mtu ambaye anaoa hana mtoto. Anaoa anakaa na mke wake, anakuwa anapata kipato cha kawaida, lakini mke wake akijifungua mtoto wa kwanza, yule mtoto anaendelea kuishi vizuri, anavaa, anakula, anakunywa, na haja zote za kibinadamu za muhimu anatekelezewa. Kwa sababu gani? Amekuja na riziki yake, itapitia kwa baba yake. Lakini pia akija mtoto mwingine, akija mwingine, wote wanaishi. Kwa sababu gani? Kila mtu anakuja na riziki ambayo ameandikiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hichi si kigezo kwamba mtu aseme mimi sioi kwa sababu sijajipanga. Hii itakuwa ni mapungufu yako wewe mwenyewe. Lakini pia katika hadithi hii ambayo tumetangulia kuitaja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuoa ni sababu ya mtu kuhifadhi macho yake. Hawa vijana tunaoonana hapa mitaani, tunajua huko habari za mitaani zilizo. Habari za mitaani ni nzito mno. Na ni vigumu mno mtu kuwa anatembea kwa macho yake ameelekeza chini. Mnaona mengi nyinyi huko katika mitaa yetu. Mji wa Mwanga wenyewe ushaharibika. Mambo mengi ambayo yanaonekana. Haya, ukishaona wanawake uliowaona huko, matamanio yako unaenda kuyatoa wapi? Kama sio kuleta fasadi katika ardhi. Kwa lazima mtu aoe ili afunike macho yake, ajihifadhi. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na pia jambo hili linalinda utupu wako. Si utupu wako kwamba ni halali kila mtu kuona. Kuna watu maalumu ambao umeruhusiwa na sheria ambao ni mke wako. Kwa hiyo hadithi hii pia inatupa faida hiyo. Lakini pia miongoni mwa faida ambazo zinapatikana katika hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwa yule kijana ambaye hana uwezo bado wa kuoa, anatakiwa afanye nini? Anatakiwa afunge. Kwa sababu gani? Kufunga ni kinga itakayomzuia yeye kupandwa na matamanio na kutokufanya mambo ambayo yataleta uharibifu au maharibifu katika ardhi. Aqulu ma tasmauna, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lilislam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Usikum maratan thaniya bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala, fa innahu laqad faza almuttaqun. Ndugu katika imani, na kuhusieni mara ya pili katika hutuba hii ya pili, baada ya kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kwani amefaulu yule ambaye atajilazimisha na kutekeleza yale yote ambayo yameamrishwa na Allah, lakini pia na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kujiepusha na yale yote ambayo yamekatazwa katika sheria, na huu ndio ucha Mungu uliokuwa wa kweli. Ndugu katika imani, katika hutuba ya kwanza tumeangalia jambo gani anatakikana kufanya mwanamume ambao ni maelekezo amepewa na Mola wake. Kuna maelekezo mengine ambayo yanakuja upande wa pili, upande wa nyumbani kwa binti. Mmeelekezwa nini nyinyi wazazi na mtume wenu sallallahu alaihi wasallam? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake ambayo pokea Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume,
idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Yenyi wazazi, yenyi mawali, atakapokujieni nyinyi mtu ambaye mnaridhia dini yake na mnaridhia tabia yake, mtu mwenye dini na mtu mwenye tabia nzuri, basi muozesheni binti yenu ikiwa amekuja kwa nia ya kuoa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid, au kama qala alayhi salam. Mtume akasema kwamba ikiwa hamtafanya hivyo, basi itakuwa ni fitna kubwa katika ardhi, itakuwa ni mtihani mkubwa mno katika mgongo huu wa ardhi, lakini pia itakuwa ni maharibiko yaliyokuwa makubwa. Katika hadithi hii katika imani tunaona ya kwamba Mtume ametoa maelekezo ya moja kwa moja kuelezea namna gani mwanamume atakuja kwako, na yani ni mwanamume gani atakayekuja kwako utaruhusiwa wewe kumuozesha binti yako. Mtume akasema, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, atakapokujieni mtu ambaye mnaridhia, yani mtu mwenye dini na tabia. Na hapa kuna mambo mawili yametaja ambayo ni mambo mawili tofauti. Kuna tofauti ya mtu kuwa na dini na mtu kuwa na tabia. Inawezekana mtu akawa na dini, anafanya ibada, anaswali swala 5, anafunga, anasoma dini, lakini akawa hana tabia nzuri. Kwa maelekezo aliyotupa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakapokujieni nyinyi mtu ambaye ana dini na tabia nzuri, muozesheni. Tofauti na wazazi tulionao katika zama hizi, vigezo wanavyoviangalia ni tofauti kabisa na vigezo ambavyo amevitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kasema aje mtu na dini. Wazazi wengi jambo la kwanza kuliangalia kwa yule mtu ambaye amekuja kumchumbia binti yao, wanaangalia kafurusi. Je, huyu mtu ana noti? Watoto wa mjini wanaita maukoto, kwamba huyu ana maukoto mpaka tuweze kumpa binti yetu amuoe. Yani inachukuliwa kwamba huyu mtoto amekuja kuleta utajiri katika familia, au huyu mtoto atakuwa sababu ya kuleta utajiri katika familia. Maana yake atakapokuja mtu ambaye hana uwezo, hawezi kuozeshwa mpaka yule mtu ambaye wanamtaka wao, ambaye atakuwa na uwezo na kwenda kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vigezo ambavyo wanaangalia wazazi sio vigezo ambavyo amevitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaangaliwa mtu kwanza ana dini, anaangalia mtu ana uwezo wa kimali, anaangaliwa mtu cheo chake kikoje, amesoma wapi, anaangaliwa mtu ana nyumba, ameshajenga. Kuna baadhi ya watu Allah waongoze wanafia tu baba kuuliza, wakati huyo mzazi anauliza mwenzake kwamba ameshajenga, yeye kamuoa mtoto wa watu bado wamepanga, na mpaka kazaa watoto wanafikia umri wa kuolewa bado wamepanga. Lakini anapokuja mtu kumuoa binti yake anauliza ameshajenga. Haya si mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia kwanza dini. Jambo la pili, angalia tabia. Anapokuja mtu anawezekana akawa na dini na tu vijisenti, ukashawishika, ukaona kama huyu anafaa, lakini tabia zake zinajulikana kama tabia mbovu. Kuna baadhi ya watu tabia yao ni kuoa leo kesho anaacha. Mtu anajulikana kesho aacha wanawake hata 10. Lakini kwa sababu anaonekana ana hela, anaswali lakini anatuhela kidogo, anapewa mke. Lakini anakuja kijana ambaye mashallah anafahamika katika mji, ni mstaarabu, ni mpole, hana mambo mengi, anafanya ibada, lakini ananyimwa mke. Ndio maana Mtume baada ya maneno haya akasema, illa taf'alu takun fitnatun fil ard. Ikiwa hamtafanya hivi, ikiwa hamtawaozesha mabinti zenu watu wenye dini na tabia nzuri, itakuwa ni fitna katika ardhi. Ikiwa mtawaozesha watu wa kawaida, watu ambao hawana dini, hawana tabia nzuri, maana itakuwa ni maharibiko. Kizazi kitakachopatikana baada ya watu kuwa wameoana ni kizazi cha ovyo, kizazi ambacho akiangalia watoto wanasoma kama watoto tunavyoona watoto wa leo. Tunafikia hatua mtoto anafikisha umri wa miaka 15, 20, hajui kusoma hata alhamdu. Kwa sababu gani? Walioozeshwa, walioana wote hawana dini. Baba ana dini, mama ana dini. Kwa hiyo itakuwa ni fitna katika ardhi na uharibiko uliokuwa mkubwa. Au katika maana nyingine ya hadithi, illa tafalu takun fitnatun fil ardh. Ikiwa hamtafanya hivyo, ikiwa hamtawaozesha, maana yake anakuja mtu kuoa kwako, hutaki kumuozesha, itakuwa ni fitna katika ardhi. Maana yake unakuta sometimes kwamba watu wawili washapendana, binti amempenda mwanamume na mwanamume amempenda mwanamke. Hafu wazazi wataki kuozesha, kinachofuatia ni nini? Ni maharibiko, fitna. Watakuwa wanakutana katika sehemu hususa sahihi, sehemu za haramu, watafanya ya kufanya, watapeana ujauzito, watazaa watu ambao wako nje ya ndoa. Kwa sababu gani? Matatizo yameanzisha mzazi mwenyewe. Lakini pia itakuwa maharibiko makubwa katika ardhi. Watoto wa mitaani wataongezeka, magonjwa yataongezeka.
Haya ni mafundisho ambayo ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuweza kutengeneza kizazi kilichokuwa bora na kizuri, ili kuweza kupata kufaulu katika maisha haya dunia na kesho akhira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aqimis salah.